naitwa Dr. Geoffrey Mbata, ni meneja wa kituo cha Wakala ya Maabara ya Veterinari Tanzania kanda ya Nyanda za Juu Kusini kilichopo Iringa mjini, kinachohudumia mikoa ya Iringa, Njombe na Mbeya. Leo tarehe 27 Agosti 2026 tulikuwa hapa kwenye ukumbi wa Meya, ofisi za jiji Mbeya, tukikutana kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa jiji Mbeya na rasi Mbeya. Tumewakutanisha wafanyabiashara wa pembejeo za mifugo wa jiji la Mbeya na maeneo ya jirani kujadili mambo kadhaa kwa mwaka huu wa fedha ulioanza 26/27. Mambo hayo yakiwemo uboreshaji, namna kuboresha huduma zao kwa wafugaji wa jiji la Mbeya, hususan kwenye mauzo ya pembejeo za mifugo, hususan chanjo za serikali, kuweka mikakati, kuangalia changamoto zinazoikabili biashara hiyo na tatuzi zake, na kupanga mikakati kwa mwaka wa 2026-2027. Tunashukuru wadau, mwitikio ulikuwa mkubwa. Tunamshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya jiji ya Mbeya kwa kuweza kuchangia kufanikisha uwepo wa mkutano huu, lakini ofisi ya katibu tawala mkoa kupitia uchumi na uzalishaji, wadau wamefika, wamepata elimu, wamepata maelekezo. Kwa hiyo tunaamini wakitekeleza, kila mmoja akitekeleza sehemu yake katika yale tuliyokubaliana, basi hawa wafanyabiashara wa pembe za mifugo katika hili jiji la Mbeya watawahudumia vizuri wafugaji wetu wa jiji la Mbeya na viunga vyake vya karibu. Kwa jina naitwa Mr. Athmani Bakari Rai, ambayo kampuni yangu ni Rai Agrovet Center, niko Mwanjelwa pale. Mafunzo haya yanatusaidia sisi kama wauzaji wa pembejeo za mifugo. Inatusaidia sana kuwapa elimu wafugaji wetu ili wafuge kwa tija. Kwa jina naitwa Kisaveria Nyigu. Ofisi yangu iko pale Nzovwe stendi. Mafunzo hayo kwa kweli yametusaidia kutuelimisha kuhusu jinsi matumizi mazuri ya chanjo mbalimbali, na yametusaidia muunganiko wa serikali na sisi wadau, kwa sababu tulikuwa tukipata matatizo huko kwenye shughuli zetu. Wakati tukipata matatizo ambayo yanahusu ufugaji kwa wafugaji, tulikuwa hatujui. Kwa mfano swala la kupeleka sampuli tupeleke wapi, au tukipata swali lolote lililozidi uwezo wetu tupeleke wapi. Kutokana na mafunzo hayo na mwelekezo wake, kwa kweli umetusaidia. Kwa sasa hivi hatutahangaika tena kwa mambo yale ambayo yanatusumbua kuhusu matatizo mbalimbali ambayo tunakutana nayo kutoka kwa wafugaji wetu. Wenzetu wamekuja kwa maana TVLA kuwakilisha Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Cha kwanza kuja kupokea maoni ya sisi wafanyabiashara ambao tumekuja hapa. Kwa hiyo kama una jambo lolote lile, una changamoto, sasa hapa ndo mahali pake. Na lengo ni moja tu, kwamba serikali inataka, of course imeshaweka mazingira mazuri ya kuhakikisha nyie wadau pamoja na serikali tunafanya kazi kwa ushirikiano. Lakini kazi zote ambazo tunazifanya zihakikishe zinafuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo ambayo imewekwa. Sawa sawa jamani. Lakini tuwe tayari pia, kuna maelekezo wenzetu wamekuja nayo, kwa maana kutoka wizarani watatupatia. Kwa yale maelekezo tuwe tayari kuyapokea, lakini yale maelekezo kama kuna changamoto pia au namna ya kuyaboresha, ni vizuri pia tukayafikisha hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, sisi sote tuwe huru
kusema lolote lile ulilonalo la rohoni. Na lengo lote kama nilivyotoka kusema awali, lengo letu tunataka tujenge, lakini pia kuendelea kuboresha mahusiano kati yetu sisi wafanyabiashara pamoja na serikali. Jamani, tumeelewana? Kwa hiyo niwaombe sana tuwe huru, jambo lolote lile ulilonalo hakikisha unasema, na lengo letu tunataka pale kama sisi tuna mapungufu basi twende tukayaboresha, na nyie kama mna mapungufu basi mtapokea maelekezo, lakini pia itakuwa rahisi na nyie kwenda kuyaboresha. Baada ya kusema hayo, nitamke rasmi mafunzo nimeyafungua.